Burudani ni sehemu ya kipindi, msikilizaji mpendo wa Radio Tumaini, radio yako ya ujirani. Wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Tupo na Mnyamwezi mwenyewe hapa, Henry Kanje, msemaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo JWK, na mambo mazuri Kariakoo, Samson Kesi pamoja na Adela, kwa sababu soko lile lingine ambalo limejengwa, mambo ni bulbul pale kwa Adela. Kama unataka kufanya biashara, kana mwenyekiti vizuri, unaweza kupata kizimba chako pale, mambo yakaenda kwa mazuri kabisa. Lakini kubwa zaidi kwenye mada leo, serikali inapaswa kuwajibika vipi katika kuhakikisha wageni wanafanya shughuli ambazo wamepangiwa kisheria. Tutakumbuka Adela, hapa katikati kulikuwa na mkanganyiko kidogo. Kuna ndugu zetu wengine raia wa kigeni, kuna biashara alikuwa kifanya kama wa machinga ambavyo anafanya bwana, mpaka kwenye bodaboda tulikuwa tunaona bwana, kuna wachina wanaendesha bodaboda, Mchina anauza madafu, mitumba, madafu, wataliri. Kwa sababu tunaye mwenyekiti hapa, mengi mazuri tutakuja kuzungumza naye. Mwenyekiti, karibu sana katika studio za Radio Tumaini. Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, naomba niweke sawa, naitwa Henry Kanje, ni msemaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Ni mfanya biashara pia, nikiwa na chapa yangu ya Trofacom na Tai, lakini pia ni mwandishi wa vitabu, na Mungu akijalia kesho kutwa tutapeleka kitabu chetu cha kwanza sokoni kinachoitwa Demokrasia ya Vurugu. Lakini sio za wafanyabiashara. Sio za wafanyabiashara. Hiyo ni katika hapo sasa ueleweka sawa. Naomba nijikite moja kwa moja kwenye mada kama ninavyosema, ni namna gani ambavyo serikali inapaswa kuwajibika na kuhakikisha kwamba basi wageni wanafanya zile shughuli ambazo wamepangiwa kisheria. Na kama sisi wazawa tuna maeneo yetu, tunaweza tuka chip in kwenye jambo lolote lile, lakini wageni lazima tuwawekee mipaka, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo ni vya kipekee kabisa ni utaifa. Utaifa ni kitu cha kipekee kabisa ambacho hakiwezi kupatikana hivi hivi. Kwa hiyo kama sisi wa Tanzania tunapendaje nchi yetu, tutaipendaje nchi yetu, wafanya biashara pamoja na watu wengine walioko kwenye kada nyingine mbalimbali, ni lazima tuhakikishe kwamba tunalindwa kisheria, tunatofautishwa na watu wengine, ili tuchochee uzalendo, tuweze kuipenda nchi yetu. Lakini nikijikita zaidi kwenye mada kwamba serikali inapaswa kuwajibika vipi, juzi nilikuwa napiga story 2-3 na baadhi ya wafanyabiashara wakubwa tu ambao wameajiri watu wengi ndani ya nchi, wakawa wanajaribu kuongelea perception, mtazamo wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye biashara. Wanasema kama ni rais ambaye ana mtazamo chanya kibiashara, basi Rais Samia ana mtazamo chanya, ana perspective, ana mtazamo sahihi zidi ya wafanyabiashara. Kwa kumbe tunaona kwamba ili mambo mengine yakae sawa, kuna mambo ambayo yanapaswa kwenda sasa. Cha kwanza mtazamo. Sasa huu mtazamo wa Rais Samia zidi ya wafanyabiashara, kwa sababu tulipeleka malalamiko yetu kwake zidi ya wafanyabiashara wa kigeni na malalamiko mengine, kwa haraka akachukua hatua na kuhakikisha kwamba haya malalamiko yanafanyiwa kazi. Akaunda tume kaingia kazini, ikaleta matokeo na ikabainika kweli kuna tatizo kubwa. Kwa mtazamo wa rais cha kwanza uko sahihi. Sasa tunaangalia, je, mtazamo mzima wa wafanyakazi wengine wa serikali ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais upoje? Je, mtazamo nini kifanyike ili tuweze kuwa na mtazamo sahihi zidi ya wafanyabiashara wa kizawa, lakini tuweze kuwa na mtazamo sahihi zidi ya uwekezaji wa kigeni? Lakini sera zetu zinasemaje? Tunaziandika tu, tunaziacha, tunafanya open up reform, kwa maana ya kwamba baada ya kutengeneza sera zidi ya wageni, huwa tunazifuatilia zile sera na kuzicorrect, au tunaziacha tu zinakwenda. Lakini jambo lingine tunaangalia kwenye foreign direct investment, sisi tunaelekeza vipi? Kwa mfano juzi kwenye mkutano wa kule Davos, Switzerland, kwenye World Economic Forum, Rais wa Ufaransa anawaalika wa China kwenda kuwekeza kwenye nchi ya Ufaransa. Lakini anasema sio katika kila maeneo, kwamba kuna baadhi ya maeneo ambao anakubali waende wakawekeze, lakini pia hata kwenye hayo maeneo moja kwa moja 100% kabisa wanasema kwamba hatutaki
bidhaa. Hatusemi mje mlete bidhaa, tunasema mje muwekeze kwenye maeneo ambayo ujuzi, teknolojia pamoja na vitu vingine. Sasa hapa kwetu tuna changamoto kubwa. Wanakuja na mimi nitawataja moja kwa moja kabisa kwa sababu mimi somo la diplomasia. Wakiongea na wewe ndo mwenyekiti, msemaji wa dunia ya biashara. Wakija hapa wa China wanasema wanakuja kuwekeza. Wanasema wanakuja kuwekeza. Sasa tunaenda kuangalia matendo yao kwenye kuwekeza. Na hapa mimi ndo ninapotaka kwamba tujenge mtazamo sahihi. Yaani hawa watunga sera, kwa sababu sisi ndo wadau, tunachangia mawazo yetu katika kutunga sera. Hawa watunga sera ambao mwisho wa siku wa wizara fulani ambazo zinazohusika zinakwenda kuhakikisha kwamba sera zinatungwa. Wanatunga sera ambazo ni sahihi. Tunachukua mawazo ambao zile action ambazo ni sahihi. Kwa mfano, wa China wanavyokuja hapa wanasema wanakuja kuwekeza. Hakuna uwekezaji wa kigeni hakuna. Hawa wanafanya importation. Sasa importation inayofanyika hiyo, mimi raia wa Kitanzania ninaweza nikafanya importation kwa 100% bidhaa ambayo imekamilika iliyopo ndani ya nchi yoyote, it's either ni China, ni Malaysia, ni Uturuki au ni wapi. Mimi naweza kuimport nikaileta hapa nikauza na faida nikaibakiza. Sasa kama serikali inataka kuhakikisha kweli tunakwenda kutatua hii kitu, lazima tuzuie importation license. Kwa maana hiyo kwamba tume iliyoundwa, majibu yaliyokuja, bado kuna mianya ambayo inawaruhusu wao kuendelea kufanya kazi. Bado kuna mianya mikubwa na sisi bado sisi tunataka tuone kwamba viongozi wa serikali wanatuelewa vizuri. Tunataka ile perception ambayo wafanyabiashara wanayo na ile ambayo Mheshimiwa Rais alionyesha zidi ya wafanyabiashara kwamba anataka kuona wafanyabiashara kuna kitu wanaweza kudeliver kwenye nchi yao. Sasa kwa pamoja tuwe at the same page. Tuwe na mtazamo mmoja kama mataifa makubwa ndivyo yalivyo. Tukishakuwa kwenye same page ya kimtazamo, hata mambo ya kisera na utekelezaji yatakwenda vizuri. Sasa msemaji, hebu twende taratibu hapo. Umeeleza vizuri kabisa. Mheshimiwa Rais ana maono mazuri kabisa na wafanyabiashara. Paka kaunda tume na tume ikaja na majibu. Na sheria tukakumbushwa pale kwamba mzawa anatakiwa afanye biashara hizi, mgeni anatakiwa afanye biashara hizi. Sasa nini kinakwamisha kwenye utekelezaji? Sasa kwenye utekelezaji bado zipo leseni zinazotolewa ambazo zinakinzana, kwa sababu unajua kwa mfano halmashauri anatoa license. Mfano ukienda manispaa ya Ilala unakuta kule manispaa wanatoa leseni. Lakini at the same times BRELA anatoa leseni, na BRELA ana leseni mbalimbali. BRELA anatoa leseni ya biashara, BRELA anatoa leseni ya importation. Sasa umemzuia mtu asipate leseni ya biashara, lakini at the same time unampa leseni ya importation. Ana import nini? Anaenda kuuza. Sio biashara? Biashara. Ndio maana tunasema kama tukisha kuwa na mtazamo mmoja, ukumbuke hapa tutengeneze vita kati ya wafanyabiashara na watu wa serikali. Tunachotaka tuwe na mtazamo mmoja unaofanana. Tukisha kuwa na mtazamo mmoja na tuondoe ule unyonge. Unajua ukiona Mchina, usipoona mzungu, kuna mindset fulani ambayo ipo. Tuondoe huu mtazamo, tujitengeneze sisi, tuwe watu wenye nguvu ya ushawishi wa maono. Tunaweza tukakaa mahali tukazungumza, tukasikilizwa na tukafanya mambo yetu. Lakini kisera kwamba mtu asimpoti kama, kwa sababu hii swala importation linaleta changamoto nyingi sana. Ndio. Ukiangalia tunasema tuweke sera vizuri. Lakini tunasema kwa mfano kama ukiangalia nchi kama China, kuna kitu kinaitwa Chamber of Commerce. Serikali ukienda China leo kufanya biashara, kufikia viongozi wa serikali ni kazi ngumu. Kwanza utoka uwafikie. Hautowafikia. Kuna kitu kinaitwa Chamber of Commerce. Hata hapa Tanzania tunacho. Sasa ndo tunataka tuweke muunganisho wote. Tunajumuia fanya biashara, tunapiga makelele kurekebisha sera. Chamber of Commerce anakuja mgeni kuwekeza Tanzania, aende pale akafanya presentation yake. Kwamba anataka kufanya nini. Ukisha kwenda kufanya presentation yako pale, tunaangalia lazima tuwe na fitna za biashara. Yaani mambo ya dini, fitna za biashara lazima ziwepo. Wanarudisha kwa wafanya biashara wake zao. Bana, kuna mtu anataka kuja kuwekeza kiwanda cha maji hapa. Hatuna. Tunacho. Kama tunacho, kuna shida gani? Moja, hatuwezi kurekebisha, tunamtupa pembeni huko. Turekebishe cha kwetu. Kabla ya kumleta huyu mwingine. Hatuna, tunataka tuache hela hapa. Watu wetu tuache mambo ya vijana wanalelea mtandaoni sijui na wapi na kule. Hawana kazi, turekebishe sisi. Alafu kama swala linawezekana, aliwezekani,
tunamleta, lakini wakati huo akiwa chini ya uangalizi wa watu wanafuatilia namna gani ambao wanaweza wakagrab ile idea wakaifanya wao. Ndivyo fitna za biashara zinavyoenda. Yani tunapeleka watu wetu kama mamruki kusoma nini kinachofanyika. So waenda wakakae pale wanamshangaa Mchina au mzungu au Marekani. Kwa baadaye hata akiondoka si tuna uwezo kufanya kile alichokifanya. Tulishatoka kwenye stage ya kushangaana na kusifiana kwamba huyu anafanya vitu. Twende kwenye stage ya fitna za biashara, fitna za kazi, kisera na kitaasisi, mambo yakae vizuri. Lakini kwa nini sasa hivi tunapata changamoto kubwa sana kwenye swala la forex, la dola? Kwa nini tunaruhusu tunawapa watu leseni ambao ni wageni hata ya kuexport vitu vidogo vidogo kama korosho, mbaazi? Hakuna Watanzania wanaweza kufanya hicho. Situwalazimisha hata kwa viboko wakati mwingine ikiwezekana wafanye hiyo kazi. Kwa sababu mimi navyochukua dola 50,000 ndio na nunua korosho za dola 50,000 na zipeleka Malaysia au China kwa dola 50,000, nikiziuza maana yake naweza nikatengeneza ile ikawa dola 100,000. Nikirudisha Tanzania, effect yake kwenye dola za kwenye dola kwenye fedha za kigeni itakuwa imepanda. Si ndio? Kama nitakuwa nimerudisha dola 50,000 zaidi. Na mwingine akifanya tutakuwa tumerudisha fedha za kigeni zaidi. Yeah. Kwa hiyo hata changamoto, kwa sababu serikali haihitaji T-shillings, serikali always inahitaji dola inahitaji fedha za kigeni kwa ajili ya kufanya manunuzi na miradi na here and there, ndio? Kwa kama tukifanya namna hiyo, tukiwa na mindset sasa, mtazamo ambao unatakiwa wafanya biashara tunao na watu wa serikali wanao na wana play kwa nguvu kuhakikisha kwamba hili jambo linawezekana, kuwawezesha Watanzania kwangu, aidha wanaweza au hawawezi. Wanaweza au hawawezi. Hakuna mambo ya kulialia kwamba hawa watu hawawezi. Lazima wawekewe mkakati wa nguvu na lazima kuhakikisha kwamba inawezekana. Wewe kwa utafiti wako, na mimi umefanya utafiti wako na kujua kwamba ni kwa namna gani ambavyo labda mambo yanashindikana. Ukiangalia ni kwamba Watanzania hawana utayari, au kuna sera zinazowabana Watanzania, au kuna namna ambavyo wanashindwa kuwezeshwa kuzifanya hizo shughuli mpaka wafanye wageni. Hapa tunazungumzia swala la tumegusa serikali. Lakini hata ndugu zangu wa Tanzania mostly lazima tuambizane ukweli. Lazima tuwe serious enough kuendea haya mambo. Lazima haya mambo tuyachukue kwa mapana yake. Na sasa sijui ni ujamaa unatutesa wakati mwingine in one way another, kwa sababu mtu akifanya kidogo akiexperience changamoto anaacha. Lakini wenzetu ama jamaa wa China especially nikiwazungumzia, so binadamu wa kawaida kwenye kuthubutu wana appetite kubwa ya kutake risk. Wewe una take risk kidogo, ukipata shida unakimbia. Wana high appetite ya kutake risk. Jaribu poteza millions of money, wanafanya tena, jaribu wanafanya tena. Sasa je, sisi tupo kwenye hii level? Kwa tuna mambo mengi ya kurekebisha. Na ukiangalia ni taasisi za fedha zinawasaidia kwamba akianguka anainuliwa tena, au kuna nini ambacho character binafsi kwanza. Huyu mtu ni strong kiasi gani? Anaweza kuhandle mambo kiasi gani? Sasa hapa tu mtu anafanya biashara yake ndogo ya milioni 1 imepotea, utamwona mpaka anataka kufa. Kwa hiyo ndani huyu mtu amejengwa kiasi gani? Kwa lazima tuwe na mchakato wa kuhakikisha tunajenga watu kitabia, kiuwezo, waweze kwenda na hawa, kwa sababu hawa watu wakati mwingine tunaolalamikia walioko sehemu ya serikali ndio hawa walioko kwenye jamii zetu, si ndio? Ndio hawa tuko nao mtaani, wakati mwingine wanapata nafasi ya kwenda serikalini. Kama huko mtaani wanafanya katika kiwango hicho, akienda kule atafanya hivyo. Kwa tuangalie swala la kujenga watu pia. Msemaji, mimi nataka turudi nyuma kidogo kwenye leseni hapa. Umezungumzia namna ambavyo leseni zinatolewa wakati mwingine, huku halmashauri wanatoa leseni, huku BRELA wanatoa leseni pia. Sasa mwingiliano huu wa utoaji wa leseni sio ndo kwamba unawakwamisha kufika huko, au labda mmewaza sasa kwa sababu mna jumuiya yenu, kwa nini huyu mfanyabiashara kama ulivyosema asianze huku kwanza kujadiliwa kabla ya kupewa leseni? Tunarudi pale tunasema mambo tumekuwa tukizungumza na viongozi wetu, tumekuwa tukizungumza na wizara husika, na tumekuwa tukieleza ni hatua gani stahiki ambazo zinachukuliwa kulingana pia na uzoefu wetu tunavyoenda Turuki, Dubai, China na kwingineko
ambapo tunakwenda kutafuta bidhaa kwa ajili ya kuuza kwenye nchi zetu. Wakati mwingine michakato inaenda taratibu, lakini inapaswa tufike mahali kwamba muunganiko, combination ambayo ninayoisema kati ya wafanyabiashara wa ndani, kati ya Chamber of Commerce na serikali, kwa sababu serikali anatakiwa muangalizi. Wakati anakuwa muangalizi, sasa yeye ndo anayesimamia sheria. Our Chamber of Commerce wanatakiwa wao watu wenye weledi na wenye biashara, yani wasio ni watu wenye matatizo na wao pia. Sio, unanielewa vizuri? Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba ni watu ambao wana biashara kweli, si ndio? Ni sehemu ya hiyo kitu, lakini ni wasimamizi wazuri ambao kweli wana uwezo wa kufanya maamuzi kwa kushirikiana na serikali. Kama imekuja idea ya kiwanda cha biskuti au ya kiwanda cha pepa au ya kiwanda, anaulizwa mtu ndani ya nchi kwanza, je, anaweza kufanya hicho? Kama iwezekana ndo tuende. Kwa inatulazimu tutengeneze combination ambayo inaweza kutusaidia sisi kwenye kufanya maamuzi wote kwa pamoja, yani wafanya biashara, Chamber of Commerce, serikali, wote, kwa sababu tunataka tutengeneze watu wenye nguvu, taifa lenye nguvu, tuweze kufanya maamuzi. Kwa sababu tukiwa na hela tunakuwa na nguvu. Ndio. Tutaweza kumkoromea yote. Hicho ndo tunachoona, ndo tunachotaka kuona wafanya biashara tunakiendea. Masuala ya kisera ya Chamber of Commerce, lakini pia mambo ya importation kwa wageni yanaondoa pesa zetu zote ndani ya nchi. Wao wenyewe wanafahamu vizuri. Adela, kama unataka kusema jambo hili. Nataka nizungumze jambo hapa. Nimemsikiliza kwa umakini na amezungumzia kwamba wenzetu wana ile hali ya uthubutu. Sasa ile hali ya uthubutu huoni kwamba inawezekana ikawafanya sasa, kwa sababu wanaona wenyewe wanaweza kanyimwa kufanya biashara zao labda Kariakoo na maeneo mengine, wakamtumia Mtanzania ambaye yuko hapa anayeruhusiwa sasa kufanya biashara, akapewa hela, akaonekana hii biashara ni ya kwake, lakini kumbe ile biashara ni ya mchini. Nyuma yake kuna mwingine. Kwenye operation ambayo tumeanza juzi, ndio tukishirikiana na jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo na vyombo vya serikali kama BRELA, TRA na wakati mwingine maofisa kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa ndani ya eneo letu, bado tumekuta hiyo changamoto kwamba wapo wazawa ambao sasa na wao ndo unajua wanatumika. Na mimi nasema wakati mwingine tusikubali kuwa cheap namna hii. Yaani mtu anaona okay fine, anapata mshahara wa kawaida tu 200,000 300,000, lakini mchina anapitisha billions of money kwenye akaunti yake. Kwa sababu ama jamaa wakiimport, mtu anaimport container 8, container 10 kwa mwezi, sio biashara ndogo. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa vijana wanakuwa na benefit na salary. Kuna unyonge ambao uko ndani ya watu ambao wanataka utoke. Yaani watu wanakuwa kama inferior hivi. Ukisikia 200,000 300,000 wanapata wenda wazimu. Lazima watu wana confidence. Ni kweli. Tuna matatizo, tuna changamoto ya ajira na mambo mengine. Lakini lazima ndani yetu kwanza tuanze kuwa na confidence kuendea ili tuweze kusolve hizi problem. Kwa sababu anakuja mtu anaingiza container 8 kwa mwezi. Kwa mwaka it's almost 100 containers. Ndio, inaenda container kama 100 na kitu. Akaunti ndugu zetu wa China hela hazionekani kwenye zinapita wapi. Wao utaona mizigo tu, lakini hela zimekusanywaje, zimesafirishwaje hazionekani. Wana mechanism za ajabu sana. Kwa hiyo hata kutoza makodi hayaiwezekaniki. Kwa sasa nini kinatokea baada ya hapo? Huyu kijana mchina akiona ameshindwa hapa au akiona labda vyombo vinamtafuta vinamwandama, anakimbia. Akija kutafutwa kijana pale anakuta anadaiwa billions of money kwenye kodi kwa sababu amepitisha mizigo mingi. Na mwisho wa siku akija kufuatiliwa hata baiskeli yana. Akiulizwa share ni nini hajui. Hajui yani. Yeye alikuwa anatumika tu. Sasa ndo haya mambo tunasema kwamba Watanzania na wenyewe wawe aware, wasiwe sehemu ya kusaidia wageni kufanya biashara kinyemela, lakini kuwasaidia wao kuona kama ni one way another wanatakatisha fedha, kwa sababu kama haulipi kodi unauza tu kiajabu ajabu, kuna namna nyingine ambayo pia sio nzuri, unasababishia pia serikali hasara. Maana haipati stake zake ambazo zingepatikanika. Kwa hiyo Watanzania wasichukulie mambo kwa udogo, yani wasiende kichwa tu. Mgeni anakuja anamwambia nipe kitambulisho chako, hapana. Nyaraka zetu tuzitunze vizuri, tusizitumie ovyo ovyo. Na hili mimi Adela lilikuwa linanichanganya, unajua napata kigugumizi kama ulivyouliza. Haya machimbo haya wa China wanayajuaje, ama wafanyabiashara wa kigeni? Unakuta pia na Kariakoo Kongo wamejaa sana kule.
wanauza hizi bidhaa kuliko wazawa sisi wenyewe, japo sheria zile na taratibu zipo, wanauza mpaka yani mashuka moja moja na nini fulani, wengine ndio wana pikipiki, wanaingia ile mitaa. Sasa ukiwa kama msemaji, mkigundua kwamba kuna mfanyabiashara anafanya tofauti na sisi, yeye ndo amebeba jina la kampuni lile kama la kwake na biashara ya kwake, kumbe nyuma yake kuna mfanyabiashara wa kigeni, adhabu zake zikoje ama hatua gani mnamchukulia? Kwa rasimu ya ambao mwaka jana tuliandaa wakati Mheshimiwa Jafo alipokuja Kariakoo akatupa nafasi ya kuandaa rasimu ya mapendekezo ya sheria ambayo ilikuwa ni wazawa content. Tunataka muktadha wa biashara uweje, mzawa alindwe vipi, mgeni awajibishwe vipi, mzawa awajibishwe vipi. Tulikaa chini na jopo la wanasheria na tukatengeneza kitu kimoja ambacho sisi tunaamini kwamba kingekuwa mwarobaini wa tatizo hili. Kwa hiyo tuliainisha vyema shughuli ambazo wageni hawapaswi kufanya, na tukaainisha baadhi ya shughuli ambazo wanaweza kuachiwa kwa namna moja au nyingine, lakini tukaainisha kama mzawa akikutwa ana makosa anamsaidia mgeni kufanya biashara awajibishwe vipi, lakini tukaainisha tukikuta mgeni anafanya biashara kinyume na utaratibu kama ilivyo kwa nchi nyingine awajibishwe vipi. Lakini kuna mapendekezo mengine, kwa mfano tukaweka kama mfanyakazi wa serikali ambaye anajua ni kinyume cha utaratibu kumpa leseni mgeni, naye akampatia, naye awajibishwe vipi. Lakini pia tukaangalia kuona kwamba mwenye nyumba unafahamu kabisa kwamba wageni hawapaswi kufanya biashara ya kuuza na kununua ndani ya nchi, ukimkuta na yeye ana makosa awajibishwe vipi. Kwa hiyo tuliangalia kwa mapana ili kuhakikisha kwamba cheni nzima tunaibana na tuwajibike sisi wa Tanzania wenyewe kuhudumiana kwenye eneo ambalo tunaweza. Mzawa akikutwa ana makosa ana uwezo wa kufungwa kifungo nafikiri kati ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja jela, au akalipa faini ya milioni 5. Lakini juzi pia tumekamata mgeni anaitwa Bobo, nafikiri mnamfahamu, brand yake ni kubwa, ni mtu mkubwa, ni mtu tishio kidogo kiuchumi, vifaa vya mabomba. Sasa huyu mtu amekutwa anafanya biashara kinyume na alipigwa faini ya shilingi milioni 10, akalipa on the spot. Anapiga faini ya milioni 10 hapo kwa hapo na anailipa hapo. Lakini hizo fedha sio za kwake. Sisi tunajua wafanya biashara wakubwa na mfanya biashara yoyote ana print pesa kwenye mikono ya mteja. Ana print pesa vipi? Kama hii microphone ulikuwa unauza 1000 na umeshapigwa fine ya milioni 10 na una container nzima, utaongeza shilingi 100. Wewe si ndo nayo? Ukiongeza 100 hujalipa milioni 10 ile. Umelipa. Ndio maana mapendekezo yetu kwenye sheria ile hatukutaka mambo ya pesa. Ukitaka kudili na hawa raia wa dunia ya kwanza, usiweke mambo ya pesa, kwa sababu hakuna faini watazilipa tu. Hakuna pesa ambayo hawana. Sio, unaelewa vizuri? Nakuelewa. Hakuna pesa ambayo hawana. Sasa tulitaka tulinao katika muktadha gani? Kama yule piga miaka 20 jela, fungia passport yake, asikaonekane Tanzania ndani ya miaka 10, miaka 15, 20. Baada akitoka jela, hujasolve tatizo. Umesolve. Ndio maana nikasema dunia ya tatu, tunaitwa dunia ya tatu, lakini naamini dunia ya kwanza hii. Kila nchi ina utaratibu wake, ina nguvu zake. Kwa nini tunaogopa kuweka sheria ambazo tunaona kwamba kweli zitakwenda kumlinda Mtanzania kwa mapana yake? Ukishaweka pesa milioni 20 au miezi 6 jela, kwa nini pesa na au? Je, ni kweli tunataka pesa zao? Hatutaki pesa zao, tunataka kuona kwamba Watanzania kweli wanaweza kufanya biashara kwenye nchi yao, wakahudumia watu wao, wakalipa kodi, wakaendeleza nchi yao. Sasa mimi nikuulize hapo. Unadhani nchi yetu inachokiofia ni kupoteza wawekezaji au inachokiofia ni kupoteza uhusiano mzuri kati ya hizi nchi? Na Adela, weka swali lako kabisa ili ajibu yote kabla tujapa nafasi wasikilizaji. Mimi swali langu lilikuwa ni kwamba pamoja na yote, ina maana hao wa China ambao wanafanya biashara sio walikuwa pia wanashirikiana na wazawa hapa, unaona? Labda na wenyewe wanaajiri pia wa Tanzania kwa namna moja au nyingine. Labda kosa lao kubwa ambalo limepelekea mpaka hadi labda mwataki wenyewe wafanye biashara kabisa, labda kuna vitu ambavyo wanavifanya tofauti, au ni shida kubwa haswa ni nini? Umeuliza swali zuri ambalo ni technical, nimekuwa nikiulizwa mara nyingi sana hili swali na nimekuwa nikitoa majibu ya kina. Nikianza na swali la kesi, anasema kwamba
sasa nchi yetu inaogopa nini? Diplomasia, inaogopa mahusiano, lakini uwekezaji. Sisi Tanzania, kwa stadi zangu mwenyewe binafsi na ambazo zipo, ukiangalia nchi za Afrika Mashariki na jangwa la Sahara, nchi ambayo imebaki imenyoka, ambayo kimkakati unaweza ukawekeza ukafanya kivyo, ni Tanzania. Nchi ambayo yenye potential, really potential, ni Tanzania. Tuachane na story za wazungu ambazo wanasema kwamba Kenya it's better kuwekeza kuliko Tanzania. Ni story za wanaipamba Kenya, wanajua namna gani wanavyo nufaikana, lakini ukweli ni hapa, kwa sababu wa Kenya wenyewe si wako hapa chungu mzima, wako hapa kutosha. Kwa hiyo sasa ninachokisema ni kwamba swala la kimahusiano na swala la ndani, sisi tunatakiwa kuweka utaratibu wetu ambao kwanza unamfavor Mtanzania, si nchi yetu. Kwani nchi ya wageni? Hii ni nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tuweke utaratibu ambao kwanza unatufavor sisi, unatupa nguvu sisi, alafu utaratibu ambao wanabidi waufate. Kama tumesema hatutaki tuimport, watu wetu wanaweza kuimport. Kwa sababu hata kwenye nchi zao China, hakuna Tanzania anafanya biashara China, unaona kama anafanya ndani ya China pale. Zile pesa wa Tanzania wanaenda wanafanya biashara pale, wanarudi hapa, hazipatikaniki ndani ya China, zinapatikanika Afrika. Kwa sababu wako pale na kazi yao wao ni kuhakikisha kwamba wanatangaza bidhaa ambazo zilizoko Afrika. Wa Afrika na watu maeneo mbalimbali wanakwenda pale China, wananunua bidhaa, wanarudi kwao. Sasa pesa inapatikanika China, inapatikanika Afrika. Inapatikanika Afrika. Kwa tuweke utaratibu ambao unatufavor sisi, utatufanya sisi tuweze kujenga nchi yetu, lakini at the same time utaratibu ambao wao watafata utaratibu wetu ambao kama hawawezi waachane nao. Lakini mimi na uhakika kwamba hii ni nchi ambayo haikwepeki kiuwekezaji kinamna yote vile. Nina uhakika kwamba ni nchi ambayo ukiamua kuboresha raia wake kwa nguvu, watu wanaweza kujitegemea. Tuna ardhi ya kutosha, tuna maziwa, tuna kila kitu ambao watu wanatakiwa waweze kuyatumia effectively. Msemaji, kabla hujalijibu la yule, naona simu ni nyingi kweli kweli. Adela, zungumza na huyo alafu atakuja kuyajibu yote. Hello. Hello. Habari yako? Njema kabisa. Bruno Bomora. Tunakusikia, karibu sana, uliza swali lako. Mimi nimesikia mmeuliza maswali ya kutosha na maswali mengi hapo mazuri zaidi. Kiufupi ukiangalia kweli unakuta nchi zingine unapofanya biashara unakuwa unalipa kodi na unawekewa vigezo na masharti. Je, una utaratibu gani Mchina, mzungu, Mjapani, mtu yote kutoka nchi nyingine kuja Tanzania kuishi kufanya biashara, anatakiwa alipe nini na aishi vipi na awe na utaratibu gani? Swali la kwanza. Swali la pili, kama atakuwa anabainika anakosa, kwa nini nchi za wenzetu watu wanahukumiwa kifungo na kifo? Kwa nini na sisi tusichukue sheria hizo ili tuweze kuepusha haya mambo mengine asije kujitokeza? Faustini Mrope, Msongola kwa Chanda na Challenge. Asante sana Faustini Mrope. 0747942789. Msemaji uendelea kuyaandika tu maswali la Adela na hili, alafu yote kuja kuyajibu baadaye. 0747942789, piga simu, uliza swali lako. Samson, kuna mtu atakuzungumza naye. Halo, kwenye line. Habari yako? Salama kabisa, karibu sana Suleiman. Asante sana. Mimi Suleiman hapa. Mimi niko na muulizo mwenyekiti wa wafanya biashara hapa. Msemaji wa wafanya biashara hapo Kariakoo. Mimi kama mlaji ninapokwenda pale Kariakoo napata kiatu kwa shilingi 5,000. Sawa. Lakini isije wakaondoka wazawa tukenda pale tukapata kiatu kwa shilingi 20,000. Kwa hiyo mimi kama mlaji nitafuta mimi nafuu. Sasa wanaposema kwamba wazawa watakiwa wafanye biashara ambazo zinatakiwa wageni wasifanye biashara wanafanya wazawa, je, hizi huduma watazikizi? Sisi walaji tuendelee kuzipata vile vile, sije tena baadaye tukaja kupata kiatu kwa shilingi 20,000 wakasema unajua sisi kama walaji tunataka unafuu. Kama wataondolewa hao, je, hizi huduma tutazipata kama zilizopatikana sasa hivi? Asante sana. Shukrani sana Suleiman. Haya, tapokea simu nyingine, msikilizaji mpendwa. Wakiondoka itakuwaje? Hilo ndio swali la muhimu kweli kweli. Adela, hebu zungumza na huyu hapa. Hello. 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 Habari, naongea na nani? Unaongea kutoka wapi? Mimi naitwa Amini Kuruani Kiaruzi. Karibu.
mimi ni kwamba tuwaache hao watu tushindane nao kulingana na mikataba ya kidunia ilivyo, lakini kama hao watawafukuza, hii kodi inayoongezeka kwa sababu ya importation, asilimia kubwa wanaoleta mzigo ukaja hapa Tanzania ni hao wa China. Kwa hiyo lazima tujifunze kunufaika na watu ambao wanaleta mitaji yao kwetu. Sio lazima waje kufanya viwanda kwanza, lazima wajaribu soko kama linawezekana. Na sisi tujiandae kushindana, tujiandae vita ya majungu. Kwa sababu inaonekana umoja wa wafanyabiashara Kariakoo badala ya kufanya biashara, wao wanaishia kwenye majungu ya kuwasema wenzao tuingie kwenye mashindano kulingana na mikataba ya WTO walioisaini wao. Hawakutuhitaji sisi tuliwahitaji baadaye kuona wanazalisha. Kwa hiyo wasitaki kutufukuzia watu ambao tayari walishapandisha kodi zetu kupitia bandari. Asante sana. Haya, tupokea simu moja ya mwisho kupitia 0747942789. Simu ni nyingi kweli kweli. 0747942789. Halo? Mheshimiwa, hapo studio. Njema kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi? Mwana Marongo. Kwa ufupi kabisa swali lako kwa msemaji. Ni kweli. Mimi siko kwa mbali sana za Selemani na hata aliyepita. Kwamba wafanya biashara ukiangalia Bombo ni shahidi. Kwa Tanzania hivi sasa kwa sehemu kubwa unanufaika na wageni, kwa maana bidhaa zile zitapatikana kwa bei nafuu. Kama alivyosema Selemani kwamba anapoondoka shilingi 5,000 huenda kiko 30,000. Lakini nchi za wenzetu nyingine ziko jana za jina kwamba wafanya biashara hao ambao wa China wamekuwa wakifanya biashara zao za uwazi na serikali imetoa ruhusa washirikiane na wazawa. Tena wanafanya biashara bila kificho na mwenyewe ni shahidi. Sasa kwa nini sisi nchi yetu tusiligane tuseme serikali kwa nini isishirikiane na wananchi wake ikawapa mitaji? Kwa sababu wa China kwa sehemu kubwa wamekuwa wakitoa mitaji na serikali yao na ndio maana wanafanya duniani. Je, hili wao wanaonaje kwamba kwa nini wasiipeke serikali kuwasaidia mitaji, lakini vile vile wanapokuja wageni wawe wanashirikiana nao ili ile fursa inapatikana kuona kwa usawa kuliko kufanya majuku. Ni hayo bwana Bombo. Asante sana. Msemaji, hili la kwako hili ufafanuzi wa maswali ambayo ameulizwa Adela. Mimi nitakuuliza swali wewe Adela. Sasa hivi kuna maji mapya yako sokoni hivi makubwa hivi. Wengine yanaitwa shangazi kaja ukija sijui nini. Yale yanatengenezwa na mwekezaji kutoka nje inasemekana. Ndio. Lakini ujazo mkubwa bei ile ya maji yanauzwa na wazaa maji yao kidogo madogo. Unaona kwamba tunaua ya kwetu alafu karibu sana msemaji bwana, hili la kwako. Na maji najua unayajua. Karibu. Nayafahamu. Ningeanza na swali la Adela kwanza ambaye alitangulia kuuliza kwa nini hatuwataki wageni. Sisi tumenyosha maelezo kabisa. Hatujasema kwamba hatuwataki wageni, ila hatutaki wageni ambao wanafanya shughuli ambazo wazawa wanaweza kuzifanya. Ndiyo. Wageni waje kwenye kitu kinaitwa foreign direct investment, uwekezaji wa kigeni, wakafanya shughuli ambazo wazawa hawawezi kuzifanya. Shughuli ambazo zinahitaji teknolojia ya juu, shughuli ambazo zinahitaji ujuzi wa juu, shughuli ambazo zinahitaji machineries kubwa ambazo wazawa hatuwezi kuzifanya. Na hata kwenye hizo shughuli sisi tunaweka angalizo la wazi kabisa kwamba wakienda humo, tunawasomi katika kada mbalimbali na wenyewe waende humo wakajifunze eza kwa siri, kwa uwazi, ni kitu gani ambacho baadaye wataweza kudeliver kama hawa watu watasitisha hizo project. Kwa hiyo hatusemi kwamba hatuwataki wageni. Swali la jingine lilikuwa ni kwa mtu anasema kwamba tuwaache ama jamaa tushindane nao kwa sababu wanafanya importation na tuende kulingana na mikataba ya kidunia, kwamba Wachina wanalipa kodi. My friend, Wachina hawalipi kodi, na hii naweza nikaongea na nikaprove. Fedha ukifanya importation technically umekuja na mizigo yako kutoka China, kutoka kwinginepo ukaimport hapa. Pakia container zangu 2 pale zinakuja, nimepewa bure na kiwanda changu huko China, si ndio? Wewe katafute masoko. Ndio sera za China. Nenda nje, katafute masoko,
ukipata soko tunakupakilia bidhaa. Sasa zile bidhaa zikiwa zinapakiliwa, Mchina hatufanyi transfer ya dola kutoka China kuja Tanzania, hafanyi. Hakuna hicho kitu. Akifika hapa ataingia sokoni, atamwona Adela, Kesi na wewe. Bana, umeona hii bidhaa, hii kalamu naileta kwa shilingi 10. Kwa hiyo mzigo huko hapa, document hii hapa. Kwa sababu sokoni inauzwa shilingi 10, naomba unilipe in advance, nitakulipia shilingi nitalipa shilingi 9. Nitakuuzia kwa shilingi 9. Wewe una save shilingi 1 katika jicho la juu, kwamba unaona una save shilingi 1. Ndio. Sasa kodi amelipa Mchina, kodi amelipa Mtanzania. Ndio hichi tunachokisema kwamba kinachofanyika hapa hakuna uwekezaji. Serikali yenyewe inajua kwamba kabisa hakuna uwekezaji. Turekebishe huu utaratibu, kwa sababu pesa zinachukuliwa kwenye mikono ya Tanzania, zinaingiza hiyo mizigo tena ambayo imetolewa kiwandani bure, na baada ya hapo pesa zote na faida yote iliyopatikana zinafanywa transfer tena katika njia ya mazingaumbwe. Tena hata transfer zifanyiki, wanabadilishana. Makampuni ya ujenzi yaliyoko hapa Tanzania na makampuni ambayo yanataka kununua kopa Zambia, wanabadilishana wa China hapa kwa keshi. Chukua pesa, nunua kopa, safirisha, au walipa wafanyakazi wako hapa, whatever the material unataka kununua, mimi pesa yangu kule China kwenye ofisi ya China iliyopo kule, utanipa pesa zangu kule. Kwa hiyo ukitaka kutoza hata hiyo kodi ambayo ungemtonza Mtanzania, haionekani. Haitoonekana. Kwa zana ya kusema kwamba Wachina wanalipa kodi au watu fulani wanao import mizigo hapa hawalipi kitu, pesa wanalipa wa Tanzania. Na si fact ziko wazi kabisa. Watu wanahofu sasa kwamba mkiachiwa ninyi peke yenu. Limekuja safi, limekuja bei ya kama bei yenyewe ya sisi wazao tunakandamizana. Ndio maana tumetolea mfano hata ya maji. Swala la bei. Swala la maji na vitu vingine ambavyo vya gharama. Kwanza ikumbuke na hii ndio hii perception ambayo mimi naisemea. Tunaongelea serikali iwajibike vipi? Mtazamo wa chip, serikali na yenyewe inatakiwa ibadilike nao. Tuondokane na mtazamo. Hii hofu kwamba watu fulani wakiondoka vitu vitakuwa bei ghali. Nani kasema? Inchi kabla wa China hawajaanza kuwa wengi hapa, watu walikuwa wanahudumiwa, watu walikuwa wananunua vitu. Sema applies alipokuwa President Magufuli, swali kimbia. Wafanya biashara walishawahi kusikia malalamiko ya deficit ya vyombo, masufuria, maplastiki, mavijiko, watu wanaandamana wanasema hakuna mabakuli sokoni, hakuna masufuria, hakuna sijui matishu. Uliwahi kusikia hiyo kitu? Hakuna. Watanzania wazao walikuwa wanaweza kukava hiyo, wanaweza kukava kwa 100% kabisa. Sasa ukisema kwamba wakiondoka vitu vitakuwa ghali, sio kweli. Lakini sisi tunazungumza na tunashauri. Kwa mfano sasa hivi wageni wamekuwa wengi sana Tanzania, Wachina wengi, ndio tunataja ambao ni wapo kweli. Hivi Wachina wanakuwa 300,000 400,000 kwenye nchi, wakigawanyika kila mkoa Wachina 10,000 20,000, kuna mangi atafanya biashara? Kuna mtu wa Iringa aliyoko pale Mkinga atafanya biashara? Kuna mtu wa Mbeya Masai atafanya biashara kwenye eneo lake? Hatofanya. Asipofanya wanaweza kwa namna moja nyingine wakatwist, wakazaliana au wakafanya jambo fulani. Lakini hawa watu wana pesa nyingi, si wana import mizigo hapa, wakakamata ile biashara yote, wakawatoa wa Tanzania kwenye biashara. Watu tunataka vitu vya bei rahisi. Mtaka vitu vya bei rahisi, ukatolewa kwenye biashara, hamna nguvu. Wakati huo Mtanzania kumbuke kwamba huyu kiwandani anachukua mzigo free. Anakuja kufanya kwanza biashara, ndo lishatolewa kwenye biashara. Haupo, wanauziana wako, wasi wako wengi, wanafanya biashara wako wao. Hawa watu hawawezi wakachagua diwani? Wanaweza. Hawawezi wakachagua mbunge? Wanaweza. Hawawezi wakasaidi na RPC, OCD, hawawezi wakasaidi na kiongozi yote mwenye nguvu ndani ya jamii na wakafanya chochote? Msemaji, muda unatukimbia. Sasa nani atamfunga paka kengele kwenye sasa? Tumalizie. Mimi ndo maana tukasema kwa sababu mada ni ya serikali. Sisi hatuongei tu kwa sababu tunaichukia nchi yetu, tunafanyaje? Tunaongea kwa mapenzi, kwa sababu mimi ni mfanya biashara. Ningekuwa sasa hivi kwenye biashara zangu kama wengine, nimenyamaza zangu, naendelea na mambo yangu, nikitokea mbele ya safari nimeshindwa, potelea mbali. Lakini tunazungumza kwa sababu tunaipenda nchi yetu, tumepata exposure ya namna maeneo mengine kazi zinapofanyika, na ndio maana tuna share hii experience ili kuona sasa kwa pamoja tunahakikisha kwamba mimi na wengine
tunaweza kunufaika. Sasa jambo moja kubwa zaidi kabisa ambalo la kumaliza nalo, la kumalizia la kisera ambalo ni muhimu sana tukazungumze. Serikali yangu mie, tafadhali chonde kwenye ukisikia tu uwekezaji, foreign direct investment, rule number 1 ambao unatakiwa kujiuliza, achana na mambo ya kodi, achana na mambo ya chip, jiulize cha kwanza, Mtanzania ananufaika vipi na ile biashara? Cha kwanza kabisa, hakikisha Mtanzania lazima awepo kwenye hiyo biashara wa kwanza. Kwa mfano, nimeona magari ya electronics yanaingizwa Tanzania sasa hivi. Mtu anatoka anasema yeye ni kiwanda. Anakuja na ndo study kubwa inatakiwa aanze kuzuia mapema. Anakuja anasema kwamba anawekeza magari ya umeme Tanzania. Anaweka showroom yake pale, Mchina. Showroom yake direct, so Mtanzania. Akitoka Mkongomani akija akinunua ile gari hapa, si laenda Kongo. Likienda Kongo, Mchina sana anachukua ile yake anapiga transfer China. Hela imebaki Tanzania? Haijabaki. Hii inabaki, inakuwa ni uwanja, inakuwa ni kiwanja cha kupitisha vitu. Kwa katika tunapoendea sera za uwekezaji, foreign direct investment, cha kwanza, achana na mambo ya kodi, achana na mambo ya chip. Mtanzania lazima aingie katika hiyo biashara. Azuie hiyo biashara. Awe na percent kwenye hiyo biashara. Pesa ibaki Tanzania. Kama hakuna hicho kitu, hakuna biashara hapo. Hii nchi itabaki, itakuwa ni sehemu ya kupitisha bidhaa, zinakuja hapa, zinaenda Kongo, zinaenda kule, hakuna mtu atanufaika na kitu. Kwa ufupi Samson, na muda unatukimbia sana. Wiki ijayo takuwa naye hapa, na takuwa na muda mpana, mengi hatujamaliza. Na kituo cha biashara kile kimekuja kuchagiza biashara ziendelee kule Kariakoo, au kama kimewapokonya. Lakini pia na soko jipya pale la Shimoni tutakuja kulizungumzia, na mengine mengi. Muda unatukimbia sana msemaji bwana, na tuwezi kumaliza yote hapa. Shukrani kwa wote ambao mmetutegea sikio. Tunawaahidi wiki ijayo tutakuja kuzungumza mengi kwa upana wake. Tulikuwa na msemaji Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo JWK Henry Kanje. Shukrani pia kwa Adela Donat, mama mdogo Samson Kesi. Kwa niaba yao mimi ni Bruno Bomola, baba mwenye nyumba. Yale maji bwana na majina mengi, kuna kubwa kuliko, shangazi kaja, na kuna wengine wanaita bonge la dada. Yaani bei ile lakini ujazo zaidi. Hatari sana Adela, fanya biashara hao bwana. Wiki ijayo tutakuwa naye msemaji. Kwa hiyo endelea kukaa karibu na Radio Tumaini na mitandao yetu ya kijamii, tutakwambia nini, tutakuja kuzungumza. Bado tujamaliza, haijaisha mpaka ishe. Tukutakia usikilizaji mzuri wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Radio Tumaini.